Karibu tena mtazamaji wangu kwa kipindi cha pili ambacho naendelea kukuelezea habari ya kuombea watumishi wa Mungu. Tunahitaji na ni jukumu letu kuombea watumishi wa Mungu. Kumbuka ya kwamba wakati umesimama kumwombea mtumishi wa Mungu, Mungu anakuchukua kama watchman. Mungu anakuchukua kama watchman. Uko pale kuangalia maisha ya mtu wa Mungu yanaendelea vizuri, kuhakikisha kwamba kazi ya Bwana inaendelea vizuri. Na kile ambacho watu wengi hawajui siku hizi ni kana kwamba wako na jukumu la kuombea watumishi wa Mungu. Wako na jukumu la kuombea watumishi wa Mungu. Leo hii tunaangalia shetani akinyanyasa wapendwa, akinyanyasa kanisa, na tunalaumu Mungu. Tunalaumu Mungu. Tunaangalia shetani akinyanyasa wachungaji. Tunaangalia shetani akinyanyasa viongozi, na tunalaumu Mungu. Kazi yetu tumejaa kulaumu. Tumejaa kulaumu. Na hiyo haifai kuwa hivyo. Tunahitaji watu ambao wataelewa, watu ambao watasimama katika nafasi na walilie Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu, naye Mungu atawasikia na kuwaokoa watumishi wa Mungu kutoka kwa mapepo. Kuwaokoa watumishi wa Mungu kutoka kwa mapepo. Kumbuka katika Yeremia, Mungu anasema kwamba nikamtafuta mtu ambaye atasimama kwa nafasi na sikumpata. Leo hii naomba upatikana Mungu ya kwamba wewe utasimama kwa nafasi ya kulilia watu wa Mungu. Utasimama kwa nafasi ulilie watu wa Mungu, ili shetani asije akawatesa, ili shetani asije akapata nafasi ya kuwanyanyasa. Mpendwa, ni jukumu lako kuombea mchungaji, ni jukumu lako kuombea viongozi. Leo hii tumejawa na lawama, tumejawa na kulaumu viongozi, kulaumu wachungaji, kulaumu hata Mungu kwa nini hawasaidii. Na ni sisi tuko na shida, na shetani amejua hiyo weakness. Aliona weakness ya mitume, akajua ya kwamba aliposhika Yakobo akamuua. Aliona ya kwamba wamenyamaza na hawana shida. Kwa hivyo alipomuua akaona inapendeza Wayahudi, akanyosha mkono akachukua tena Peter. Ndio sasa kanisa linagunduka, linasema hapana, hii tumekataa. Sasa leo hii na wewe Mungu anakuangalia, unguduke, utoka katika usingizi, toka katika usingizi, uanze kuombea watu wa Mungu. Sikia katika Wakorintho wa pili 4, mstari ule ni wa hebu tusome ule wa pili pa. Tuanze mstari wa pili. Wakorintho wa pili 4, tusome mstari wa pili. Tusome mstari wa pili. Nasema kwamba but I've renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Yani tumeonyesha vitu vilivyofichika, sio kufanya kazi ya Mungu kwa ujanja, lakini ni kuonyesha neno la Mungu vile lilivyo, si kutumia uongo. Hapana. Kuna watu leo hii wanatumia neno la Mungu kwa uongo, na tunaendelea kuwalaumu. Tunaendelea kulaumu Mungu kwa nini amewaachilia. Ni jukumu letu tusimamishe, tukatae, tuseme hapana. Mtu wa Mungu huyu anahitajishwa na Mungu na hafai kuingiwa na uongo. Kumbuka ni hila za adui. Anataka kuchafua kila moja, anataka kuhangaisha, anataka kuangusha, kuumiza kila mtumishi wa Mungu. Lakini ni jukumu letu tuwaombee watumishi wa Mungu, ili Mungu awaje, ili Mungu awasaidie, ili shetani aondoke katika nafasi zao, ili Mungu akapate kujidhihirisha maishani mwao. Sikia mstari wa 12 nasema kwamba so then death worketh in us, but life in you. Paulo anasema kwamba kifo kinafanya kazi kwetu, lakini uzima, maisha yanaonekana kwetu. Sisi ni kukufa, tunauliwa kila siku. Kumbuka ya kwamba kanisa linapoingia kwa shida, mchungaji ndiye anapigwa, mchungaji ndiye anainukiwa, mchungaji ndiye anaonekana ya kwamba ako na shida. Siku zote mchungaji ndiye anaonekana ako na shida, lakini sasa haifai kwa hivyo. Ni hila za adui, na tunahitaji tukatae. Tunahitaji tukatae kwa maombi. Tunahitaji tumwambie Mungu hapana,
shetani atachukua nafasi. Paulo anasema kwamba tunakufa kila siku, tunakufa, kifo kinafanya kazi kwetu, lakini nyinyi uhai, uzima unafanya kazi kwetu. Sasa leo hii tunahitaji kujua kwamba mchungaji anapoombea washirika, ni kazi washirika nao wamuombee. Ni kazi ya washirika wamuombee. Na unasikia katika Wagalatia pale Paulo, Wagalatia 5 pale, Paulo anasema kwamba na mwanafunzi ashirikishe mkufunzi vitu vyake vyema. Hebu nitasoma pale. Wagalatia 5 taisoma, inasema kwamba mstari wa 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. Kwa hivyo sasa, hata yule ambaye anafundishwa ashirikishe mwalimu wake vitu vyake vizuri. Sasa kama nimekuombea umebarikiwa, basi na wewe niombee Mungu anilinde. Basi na wewe niombee Mungu anisaidie, niendelee kuombea wengine. Kama nimekusaidia umeinuka, na wewe nisaidie ili hiki kipawa kisiendelee kudidimia, badala yake kiinuke. Kwa hivyo niombee, nishirikishe vitu vyema. Nimekuombea umebarikiwa, niletee na wewe baadhi ya baraka zako nikule, baadhi ya baraka zako nifurahie. Kwa nini? Sababu umefanikiwa. Hiyo ndio Paulo anaangiza kanisa la Wagalatia. Hivyo anasema kwamba sisi tunakufa kila siku, lakini kwenu ni uzima. Kwa hiyo mchungaji anafunga, unaweza pale amefunga siku 5, siku 2, siku 3, siku 40 kwa ajili ya mtu, na wakati ameinuka yule mtu anasahau na mchungaji. Unapata wakati mchungaji ameingia kwa shida, ndio sasa anatafuta watu wa kusimama naye, hakuna. Anatafuta watu wa kumtetea, hakuna. Leo hii wapendwa, tunahitaji kuelewa ya kwamba ni nafasi ya kanisa, ni jukumu la kanisa kuombea wachungaji. Tunahitaji tuombewe, tunaomba tuombewe. Kwa nini? Shetani anapigana na sisi kila siku. Paulo anasema kwamba kifo kinafanya kazi kwetu kila siku, lakini kwenu ni uzima unafanya kazi. Kwa hiyo mtu wa Mungu anaumia ili kanisa liendelee. Mtu wa Mungu ananyanyashwa na shetani ili kazi ya Mungu ipingwe, ili kazi ya Mungu isiendelee. Lakini leo hii ni jukumu lako uelewe ya kwamba unapomwombea mchungaji ni kama unaombea kanisa nzima. Yesu anasema kwamba nitapiga mchungaji na kondoo watawanyika. Shetani anajua siri ya kwamba akiangusha mchungaji kanisa limeondoka. Akikamata tu mchungaji, kazi ya Mungu imesimama. Alijua atakapokamata the pillars ambao ni apostles, kazi ya Yesu itakwama. Kwa hivyo akaanza kuwa the pillars, akaanza kuwa na Yakobo, akakamata Peter, lakini kanisa likakataa. Leo hii tukatae, tumwambie shetani atoke kwa maisha ya wachungaji, atoke kwa kanisa, atoke kwa viongozi, atoke kwa watu ambao wanatumika, watu ambao wanaongoza wengine. Ndio shetani anataka kukamata sana. Kwa nini anataka kukamata sana? Ili apoteze wengine, ili aangushe wengine, ili wengine wawe wako chini yake. Hata katika viongozi ni tuwaombee, tuache kuwalaumu viongozi wetu. Tuwaombee ili shetani asiwatumie. Tuwaombee hata wanaotuongoza, ili shetani asiweze kuwatumia watuangushe ama watuangaishe, ama yani maisha yetu yaingie kwa shida na tuanze kuwalaumu. Hapana, tuache kuwalaumu, tuanze kuombea sasa. Tumeelewa. Leo hii tuanze kuombea wachungaji. Leo hii tuanze kuombea viongozi. Tuambie Bwana ingilie, ili shetani asiingilie na kuwashika watuongoze kusikofaa. Paulo anasema kwamba that we may be redeemed, we may be saved from the unreasonable people, the wicked people, terrible people. Mungu naye anasema katika Yeremia 15:21 ya kwamba nitakuokoa kwa mkono wa mtu mbaya. Kwa kuna mikono michafu, kuna mikono mibaya. Unapata mtu anakuja kanisani na sababu pengine ni tajiri na ni mtenda dhambi, ni tajiri na ni mtu mbaya, anakamata pasta. Unapata yeye amenasa mchungaji
na pengine wewe mtu wa mapepo na mchungaji naye ajui. Sasa ananaswa na tunabaki kuulizana, mbona pasa alikuwa anaomba siku hizi haombi? Mbona pasa alikuwa anapenda ibada siku hizi hapendi? Mbona pasa alikuwa anaendelea vizuri siku hizi haendelee? Alikamatwa. Yaani anawindwa kila siku na sasa amekamatwa. Sio tumlaumu, sio tulaumu Mungu. Ni sasa tuchukue nafasi ya kusimama like the soldiers. Kama maaskari wa Bwana, tusimame na tutetee maisha ya wachungaji, tutetee maisha ya watu wa Mungu. Peter alipokamatwa hakuna mahali aliomba. Peter aliposhikwa hakuna mahali aliita Mungu, lakini kanisa liliendelea kuomba, liliendelea kudai maisha ya Peter, liliendelea kuitisha uzima kwa Peter, liliendelea kuitisha ulinzi kwa Petro. Waliendelea kumwombea, na walipozidi kumwombea, basi naye Mungu akasimama na akamtetea Peter. Leo hii tunahitaji watu ambao wataendelea kuombea wachungaji, licha ya kuwa wachungaji wameteresha, licha ya kuwa wanaendelea vibaya. Tuendelee kuwaikisha neema, tuendelee kuwaombea ili waondolewe katika hizo kongwa za adui. Tuendelee kuwaombea, tuendelee kuikisha neema kwa Bwana ili wanasuliwe kutoka katika hizo nira, katika jina la Yesu. Naomba hiyo roho iliingia kwa makanisa, roho ya kuombea wachungaji, roho ya kuombea watu wa Mungu. Tuache kuwalaumu, tuache kuwapiga, tuwaombee. Hawa ni watu tu, ni watu tu kama wewe, ni watu ambao wana mili, wanahisia kama wewe, wanaweza ishi uchungu, wanaweza kasirika, wanaweza sikia discourage. Wasaidie, wacha kusema wewe ni mtu wa Mungu, wasaidie, waombee. Hata usiende kumwambia pastor nitakuombea, hapana. Wewe muombe, wewe muitishie neema. Ambia Bwana amtetee, ambia Bwana amuondolee upinzani. Mwambie Bwana atetee mtumishi wake, atetee mchungaji, atetee mtu wa Mungu. Na unapoomba, Bwana atasikia maombi yako na atamunasua kutoka katika kongwa la adui, atamuokoa kutoka katika nira ya shetani. Sasa leo hii tunataka kazi yake kulaumu, na ndio naomba hiyo roho iondoke kabisa, roho ya kulaumiana, roho ya kulaumu watu wa Mungu iondoke makanisani. Tuanze kuombea, tuanze kuwaitishia neema, tuanze kuombea. Sababu Paulo anasema kwamba tuombeeni hata sisi. Na kama Paulo anaitisha maombi, je, mimi ukisoma pale katika Efeso 6:19 anasema kwamba hata sisi tuombeeni ili tunapolinena neno la Bwana tuweze kulinena kwa ujasiri vile inavyofaa. Kwa hivyo unapata kuna wengine unapata wanakamatwa na adui. Sikia, and for me that the utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Verse 18 tutaanzia pale, inasema kwamba praying always with all prayer and supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Paul anasema kwamba kuomba kila siku, kuomba kila saa, na kuomboleza ndani ya roho, na kuangalia, yani kuwachunga, ili tunachunga watumishi wa Mungu na kuombolezea, tunawaombea na tunawachunga kwa maombi. Kazi yako kubwa Mungu amekupea ni kusimama na mtu wa Mungu kwa kumuombea, kwa kumuitishia neema. Hiyo ndio kazi Mungu amekupea kubwa. So Paulo hapa anasema kwamba mtu waombea wateule wote waombewe, yani waitishwe neema. Mtu wa Mungu, ninakuomba kuanzia sasa, kama kazi yako ilikuwa ni ya kulaumu wachungaji, wachana nayo, anza kuwaombea sasa. Kama kazi yako ilikuwa ni ya kulaumu viongozi wa nchi, wachana nayo, anza kuwaombea neema, anza kuwaombea kibali, anza kuwaombea ili Bwana asiwaache, ili shetani asiingilie maisha yao, ili shetani asikamata akili zao. Katika Waefeso 2 pale Paulo anasema kwamba hawa watu wamekamatwa na Mungu wa dunia hii ili wasije wakaelewa nuru ya wokovu. Ni kazi yako, ni kazi yangu, ni jukumu letu wapendwa. Tuombee watu wa Mungu, hasa viongozi. Tuombee viongozi, sababu shetani anawinda viongozi. Anajua akikamata kiongozi amekamata wanaoongozwa, akikamata kiongozi amekamata wanaoongozwa. Kwa hivyo ni jukumu letu tukatae ile za adui, tukatae mipango ya shetani. Sikia, kuna kitu pale Paulo anasema katika Wakorintho wa pili
mstari wa 8 inasema kwamba we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Kwa Paulo anasema kwamba tunaumishwa, tunaangaishwa kila mahali na kila dakika. We are distressed. Tunapata saa zingine tuko na shida. Kila siku mtu wa Mungu akiamuka tu hivi ni shida. Na kumbuka ya kwamba kila mshirika akiongezeka kanisani ni vita inaongezeka kwa mchungaji. Kila mshirika akiongezeka kanisani ni vita ya mchungaji inaongezeka. Kwa hivyo the more washirika wanaendelea kuwa wengi, the more vita ya mchungaji inaendelea kuwa nzito. Kwa hivyo ni kazi yetu, ni jukumu letu kuelewa kwamba ni kazi kazi yetu tumekuwa ni kuombea mchungaji aweze kusimama, aweze kutetewa, aweze kutupa neno la Mungu vile inavyofaa. Paulo anasema kwamba muombe na sisi ili wakati tunapohubiri, wakati tunaponena, tuweze kutamka neno la Bwana vile ambavyo inafaa. Muombe kila mpendwa, kila mteule aombewe. Kwa nini? Shetani anawinda kila mteule. Sikia chapter 6 verse 4 the same book 2 Corinthians chapter 6 verse 4 inasema kwamba but in all things approving as ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distress, in stripes, in imprisonment, in tumult, in lepers, in watchings, in fastings, by pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and faith, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by the evil report and the good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and the beyond we live, as chastened and not killed, as sorrowful yet always reducing as poor, yet making men rich, as having nothing and yet possessing all things. Sasa ukisoma hii chapter 6 ya 2 Corinthians, unaona vile Paulo anasema kwamba tukionyesha approving ourselves as ministers, tukionyesha ya kwamba sisi ni wahudumu wa Bwana kwa uvumilivu katika mateso na katika kukosa na katika kunyanyasika, distress, katika stress. Unapata ya kwamba wakati huo tunaendelea kuvumilia na kuitisha Mungu neema. Sasa wakati unapata mtu wa Mungu ameingia katika hii matatizo, unapata wengine wanagiva, wengine unapata hawana tena courage ya kuendelea. Watu wanaandaliwa na mapepo ambao inatumia watu kanisani ili kupiga mchungaji. Sasa anapigwa na maneno ya uongo, anapigwa kwa njia ya uongo, ama wazee wanamuinukia pale, ama wamama wanamuinukia pale. Sasa yeye anagiva. Sasa anahitaji watu ambao watamuelezea neema, watamuombea neema, watu ambao wanamuitisha nguvu tena, watu ambao watakuja kumwambia you can still do it, unaifanya tena, una uwezo wa kuendelea, watu ambao watamuencourage. Paulo anasema kwamba katika mapigo, katika kufungwa, katika shida, katika mahangaiko, anasema kwamba katika kufunga tunanyanyashwa, tuko watakatifu, tunaendelea kuomba, tunaendelea kumngojea Mungu, tuko na Roho Mtakatifu, lakini sikia anasema kwamba lakini hatuna heshima. Anasema kwamba hatuna heshima, anasema kwamba wanawekelewa, watumishi wa Mungu wanawekelewa ripoti mbaya. Verse 8 anasema kwamba by honor and dishonor, by evil report and a good report, as deceivers and yet true. Anasema kwa kuheshimiwa na kutoheshimiwa, kazi ya Bwana inaendelea. Anasema kwamba wanapewa kwa kupewa ripoti mbaya ama kwa ripoti nzuri, kazi ya Bwana inaendelea. Anasema kwamba kama waongo lakini ni watu wa kweli. Unapata wakati mtu wa Mungu anaongea ukweli, wakati kazi ya Mungu inaendelea kwa mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anaiongea vile ilivyo, anasema anasema neno la Bwana vile ilivyo, anafanya kazi ya Bwana pasipo na kuyumbayumba,
hapo ndio shetani ataandaa watu wengine wamuyumbishe, watu wengine wamwangushe. Kumbuka katika Wafalme wa Kwanza 13 kuna nabii mmoja pale anaitwa mtu wa Mungu kutoka Yuda, akakuja kalia katika madhabahu ya Betheli, akasema madhabahu, sikieni neno la Bwana. Mungu ataipashua, Mungu ataiondoa hii madhabahu ambayo mnachinjia watoto, na hii ndio itakuwa ishara. Mungu atapashua hii madhabahu na jibu lake litatawanyika. Sasa Jeroboamu akainua kidole, akanyosha mkono wake ukakauka, akaanza kumwambia mtu wa Mungu, niombe Mungu wako aniponye. Mtu wa Mungu akamwombea, akamponya. Palikuwa na nabii pale wa kale, the old prophet, mtu ambaye alikuwa amecompromise na ile madhabahu. So angetaka haya madhabahu yaangushwe, angetaka haya madhabahu ya shwemo tena. Kwa hivyo alifanya bidii, alifanya juu chini, akawa yule mtu wa Mungu. Kwa nini alikufa? Sababu hapakuwa na mtu wa kusimama naye, hapakuwa na mtu wa kumwombea. Wale waliokuwemo, wale wa kumshtaki, walienda wakaambia nabii ya kwamba kuna nabii ametoka Yuda, amekuja ametangaza kubomolewa kwa madhabahu, na kweli tumeona ishara. Kwa hivyo nabii yule ambaye alikuwa amecompromise akainuka ili akanyanyashe, ili akaangushe, akamkosesha heshima mtu wa Mungu, ili akamuue mtu wa Mungu. Kwa nini alifaulu? Alifaulu sababu hapakuwa na mtu ambaye angesimama na mtu wa Mungu kutoka Yuda. Hakuna mtu ambaye angesimama kwa ajili yake. Walifanya kumshtaki. Alihitaji watu ambao wanasimama, watu ambao wangemwambia usichukue hiyo njia. Kuna nabii anakungojea kudanganya, usichukue hiyo njia. Kuna mtu anataka kuue, usikubali kuongea hiyo. Kuna nabii anataka kuue. Tunahitaji watu ambao wanatusaidia, watu ambao wanatuonyesha pasta hapana, hii nje kuna watu wamejiandaa. Kumbuka ukisoma katika Matendo ya Mitume 22:12 pale, tunaona ya kwamba kuna watu zaidi ya 40 ambao ni Wayahudi walichukua kiapo, wakasema hawatakula, hawatakunywa mpaka wamuue Paulo. Sikia, yule aliyetumika hapa ni mtoto wa dada yake Paulo. Alisikia yale maneno, aliposikia yale maneno akayapeleka kwa Paulo. Alipoyapeleka kwa Paulo, akamwambia yapeleke kwa wakuu wa gereza, yapeleke kwa wakuu the emperors, ipeleke ujumbe kwa viongozi. Alipopeleka huyu kijana ujumbe, Paulo alinasuliwa. Kwa hivyo kama sio huyu kijana, Paulo angeuliwa, sababu walikuwa wameapa lazima wamuue. Kwa hivyo tunahitaji saa zingine watu ambao wanatusaidia. Pasta hapana, hapo hiyo njoo umechukua, kuna wengine wanakungojea, kuna watu pale wanakutegea, kuna watu watakuumisha, hiyo njoo umechukua jana. Watu ambao wanatutia moyo, watu ambao wanatuonyesha. Kuna saa zingine unapata mtu wa Mungu amechoka, safari hii ya wokovu inamchosha, safari hii yani kana kwamba analemewa, sababu kila mtu pale kanisani anamletea mashida. Kazi yake ni kukamuliwa, kazi yake ni kuondolewa. Yani uwepo wa Mungu unaendelea kuondoka. Unapata saa zingine anaweza wezwa na adui, anahitaji umchaji mwenyewe, umuombe wewe mwenyewe, umuitishe neema wewe mwenyewe. Sikia, Paulo anasema kwamba kama watu wasiojulikana, lakini tunajulikana, tunakufa. Anasema kwamba as dying and beyond we live. Ni kana kwamba tunakufa lakini tunaishi, tunapigwa lakini hatukufi. Anasema kwamba tukuwa na huzuni kila siku tukifurahia kama maskini, lakini sisi tunatajirisha wengi. Na anasema kwamba wengi wanapokea vitu vingi kupitia sisi, lakini sisi hatuna. Kwa hiyo kama vile hatuko wa maskini, unapata wengine wanachukua nafasi ya kusaidia shetani, kutupiga, kutuonyesha kwamba hatuwezi, kazi tunayofanya ni ya bure. Sasa badala ya kutuombea wao wamefaulu, tunaombea wamefaulu. Sasa Paulo anasema kwamba hata wao watuombee. Verse 10 anasema kwamba as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making men rich, as having nothing and yet possessing all things. Nikanakwamba hatuna kitu lakini tuko na kila kitu. Nikikutamkia chukua gari, unachukua gari. Nikikutamkia chukua nyumba, unachukua nyumba. Nikikwambia chukua pesa, unachukua pesa. Kwa hiyo hatuna lakini tuko na vitu vyote. Tunaonekana hatuna lakini tuko na vitu vyote. Kwa hivyo tunaonekana kwamba hatuwezi lakini tunaweza. Tuombeeni na sisi yale mambo ambayo ni ya baraka
yale ambayo yamewapata na sisi yatupate. Sikia, namalizia. Hebu soma pale Yakobo, Yakobo 1:17. Kuna mambo pale Yakobo anaongea. Yakobo 1:10. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variance, neither shadow of turning. Kwa nasema kwamba kila kipawa kizuri kinatokana na Mungu, ambaye yeye kwake yani ni baba wa mwangaza, na ambaye kwake hakuna kurudi nyuma, hakuna kujuta. Kwake anasema kwamba hakuna kujuta. Kama Mungu ameamua atafanya kitu fulani, aweze akarudi nyuma, ataifanya. Kama Mungu ameamua kubariki mchungaji, atambariki. Kama ameamua kumtumia mchungaji, atamtumia. Wengine ni wachafu kabisa, sababu hawana watu ambao watawatetea kiroho. Wanajaribu kuchafuliwa na shetani, wanajaribu kurushwa maneno, wanajaribu hata kuhangaishwa. Unapata ili wasiwe na amani katika mioyo yao, wasiwe na amani katika akili zao, ili kazi ya Bwana isiendelee. Ni jukumu letu tuombee watu wa Mungu, tuombee watumishi, na sana sana tuombee hao wanaotuongoza. Sababu wao wakikamatwa, basi sisi tutaisha. Sisi ambao tunaongozwa tutaisha. Ombea bishop wako, ombea pastor wako, ombea viongozi, au ombea mtu ambaye ni wa dini yako. Unaombea mtu wa Mungu, unaombea viongozi, unaombea, sababu hiyo ndio jukumu lako. Hebu tusome pale Mathayo 28, tusome Mathayo 28 mstari wa 19. Kuna kitu Yesu pale anasema kwamba tuenende kila mahali. Sikia vile anasema pale Matthew 28:19, anasema kwamba go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kwa hivyo sikia, Yesu anasema kwamba enendeni kila mahali. Kwa hivyo sio lazima niende kwa watu wangu, naenda kwa watu ambao wanaongea lugha ambayo sio ya kwangu, na sababu nimetumwa pale nitaongea. Kuna watu pale shetani atainua, kuna mapepo, yani kuna watu pale mapepo itainua ili pige mtu wa Mungu ambaye amekuja pale, ni mgeni, aongee ile lugha ambayo inaongewa pale. Kwa hivyo atanyanyaswa na wazee, ama anyanyaswe na wamama, ama anyanyaswe na vijana, sababu sio wa pale. Lakini Yesu ametupa nafasi ya kuenenda kila mahali, tukiwafundisha watu kumfuata, tukiwafanya kuwa wanafunzi wake, na tuwapatishe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho. Na nasema kwamba tuangalie ya kwamba ako na sisi kila mahali, ako nasi mpaka mwisho wa ulimwengu, yani mpaka mwisho wa dahari. Sasa kama Bwana ameshatuahidi ya kwamba ako nasi mpaka mwisho wa dahari, hatuna shida, yani hatufai kuogopa tena, hatufai kuwa na wasiwasi tena. Tunafaa kuelewa kwamba hata kama nitapitia kwa hii moto, Mungu ako na mimi. Hata kama napitia kwa hii shida, Bwana ako nami hapa. Bwana ako na, hawezi niachilia. Sasa zingine unaweza kupata hauna mtu wa ku-encourage. Wacha nikwambie kwamba usianze kuomba msaada kwa watu. Usianze kutaka watu wakutie moyo, watakupiga. Wewe kazi yako amini ya kwamba Yesu alisema atakuwa na wewe mpaka mwisho wa dahari, yani mpaka kifo chako atakuwa na wewe. Na Paulo anauliza katika Warumi 8:35 pale, ni nini kitakacho tutenga na upendo wa Kristo? Anasema hakuna, sio kifo. Hata tukifa kama kwa Kristo, hata tuende wapi, tuende juu, tuende chini, tuingie wapi, Kristo atakuwa nasi. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kitakutenga na Kristo. Elewa hiyo. Sababu watu ukiwatumainia, mara mingi watakupiga, mara mingi watakudiscourage, wanakukosesha amani. Lakini ukimwamini Kristo ya kwamba hakuna siku atakuacha. Kusoma katika Isaya 43 mstari wa pili pale, anasema hata upitie kwa moto mkali namna gani, hautachomeka, maana niko na wewe nikuokoe. Anarudi anasema kwamba hata upitie kwa maji mengi hayatakubeba, maana niko nawe, nimekushika mkono. Mtu wa Mungu, umeshikwa mkono na Mungu, umeshikwa mkono na Mungu. Usiogope chochote. Umeshikwa mkono na Mungu. Watu wanaweza akakosa kukushika mkono. Elewa ya kwamba Mungu amekuahidi kuwa na wewe
Mungu amekuahidi kukutetea. Mungu amekuahidi kukushindania. Licha ya kwa watu wanaweza kupinga, elewa ya kwamba Mungu hawezi akakuachilia. Mungu hawezi akakuachilia. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume 16 pale. Hapa tuanzie Yohana pale. Tuanzie Yohana 16:23. 16:23 inasema kwamba, and in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, ye shall receive, that your joy may be full. Yesu anasema ya kwamba, na wakati huu mtaniuliza, hamtaniuliza chochote. Hamtaniambia ati Yesu, hamtataka intermediate. Hamtaniambia Yesu niombe, hapana. Mtaomba Baba kwa jina langu, naye atawapa, ili furaha yenu itimilike. Kwa hiyo wapendwa, tunapata leo ya kwamba wakati tunaomba Mungu ni furaha ya Yesu na ni furaha ya Baba yetu wa mbinguni. Wakati tumeomba anatujibu na tunatimiliziwa furaha yetu. Mchungaji, hauna watu wa kusimama na wewe, mwambie Bwana Mungu nisimama na Mungu nitetee, Bwana nishindanie. Ambia Bwana akutetee. Ni jukumu lako sasa uanze kumwambia Mungu akushindanie. Tunaambiwa ya kwamba hatuna watu wa kusimama nasi. Ni wakati wetu sasa wa kumwambia Bwana atutetee, wa kumwambia Bwana atushindanie. Ni jukumu lako umuombe Mungu. Ni jukumu lako umwambie Mungu akutetee. Umwambie Mungu ainue watu ambao wanasimama na wewe. La mwisho, wacha nimalizie na Waebrania 13:18. Waebrania 13:18. Waebrania 13:18. Inasema ya kwamba, pray for us, for we trust we have good conscience in all things, willing to live honestly. But I beseech you, the brother, to do this, that I may be restored to you the soon. Paulo anasema ya kwamba na mutuombee sisi ili anasema kwamba mutuombee sisi, kwa maana tuko na moyo mkunjufu kwenu na tunahitaji, anasema kwamba tunahitaji tuishi vyema. Anahitaji tuishi, yani tunahitaji tuishi honestly, tuishi pasipo na ujanja. Kwa anasema kwamba tunahitaji tuishi pasipo na ujanja, lakini the more tunataka, the more tunatamani tuishi bila ujanja. Shetani hivyo anataka tuishi na ujanja. Kwa nini? Anatupiga. Kwa leo hii tunahitaji watu ambao wataelewa ya kwamba sisi wachungaji tunatamani sana kuishi bila ujanja, kuishi bila ujanja, kuishi bila ila. Leo hii watu wanatumia ujanja wa kutajirika. Kuna watu wanatumia ujanja kupata mali. Sasa Paulo anasema kwamba tuombeni tusitumie ujanja, tuishi honestly, tuishi maisha yetu, tuombeni sana. Anasema tuombeni tusiishi na ujanja. Na anasema kwamba because we are willing, tunatamani sana. Kwa hivyo tuombeni tusije tukaishi na ujanja. Anasema kwamba, but I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you soon. Anasema kwamba lakini naomba sana ya kwamba muniombee ili nirejeshwe kwenu sasa, ili nirejeshwe kwenu haraka iwezekanavyo. Anasema to be restored to you soon. Paulo anaandika hii barua akiwa amefungwa. Kwa nini Paulo amefungwa? Tunaona Paulo anafungwa, tunaona Paulo saa zingine anatandikwa, tunaona Paulo saa zingine anapigwa mawe. Kwa nini? Sababu ni mtu na anahitaji watu ambao wanasimama naye. Na tunaweza kujiuliza kwa nini Mungu anaruhusu Paulo apigwe mawe? Kwa nini Mungu anaruhusu Paulo atandikwe? Paulo ambaye angepiga watu wa upofu kama akina Elima pale, angewaambia tu upofu waingie na waingia mara moja. Kwa nini Mungu hapa anaruhusu Paulo anatandikwa? Wapendwa, kuna wakati Mungu anatupitishia katika changamoto ili watu wasimame nasi wabarikiwe pale.
ili watu wasimame nasi wainuliwe kupitia hizo changamoto zetu. Anasema kwamba niombeni ili nirejeshwe haraka. In other words, niombeni niondolewe kolokoloni, niombeni niondolewe katika jela. Paulo anasema niombeni. Mara mingi Paulo amesema ametumia ile neno niombeni. Nami nasema kwamba tuombeni sisi wachungaji, tuombeni sisi watu wa Mungu, na nyinyi mtabarikiwa. Na malizia na mstari wa 20, nasema kwamba now the God of peace that he brought again from the dead, our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of everlasting covenant, make you perfect in every good work, to each way working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Kwa hivyo anasema kwamba na amani ya Mungu ambaye alimtoa Kristo Bwana wetu kutoka wafu, yule mchungaji mkubwa wa kondoo, kupitia damu yake ya agano ya milele, awape amani, awape perfectness, awape perfection. In other words, awapatie utimilifu wa kila kazi yote njema. Na anasema kwamba na afanye kazi na nyinyi mkimfurahisha mbele ya macho yake kupitia Kristo Yesu, ambaye ni utukufu wetu wa milele na milele. Amina. Ni maombi yangu ya kwamba mtu wa Mungu, chukua jukumu la kumwombea mchungaji, chukua jukumu la kumwombea pastor wako. Kila siku usilale bila kumwombea mchungaji. Chukua dakika kadhaa, ombea pastor wako, anawindwa, anatafutwa na shetani. Usiruhusu shetani amwangushe. Usiruhusu shetani ampige. Muombee. Anapokubariki, anapokuombea, wewe nawe muombee. Muombee ili asimame aendelee kukuombea. Muombee ili asimame aendelee kukubariki. Muombee asimame aendelee kukuinua. Na hiyo itakuwa ni baraka kwa kanisa mzima. Mungu akutetee na Mungu akulinde. Na kuanzia sasa anza kuchukua hiyo jukumu la kuombea watu wa Mungu, kuombea viongozi. Umefika mahali umeona kwamba kuna mtu anakuongoza, muombee neema, muombee kibali, muombee ushindi, sababu shetani anamuinda ampige. Usikubali utumike na shetani kupiga huyo mtu. Wacha tumalizie hapo kwa sasa, na Mungu awabariki sana. Nataka nikuombee wewe ambaye unataka kuokoka. Sema, Bwana Yesu, kuanzia leo ninakukubali kwa moyo wangu. Unisamehe dhambi zangu. Ninakubali ya kwamba ulinifia ili niwe mzima na niwe mwana katika ufalme. Kuanzia leo kubali moyo wangu na umiliki moyo wangu. Wewe shetani, ninakukataa na kazi zako zote. Mimi ni wa Yesu. Kwa jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amina. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu. Natangaza neema na baraka na